Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mpenzi mtazamaji wa Gumzo, karibu tena kwenye gumzo letu la kijiweni. Hapa ni kijiweni, kama kawaida tunasema kwamba kijiwe hiki ni kuzungumzia masala mbalimbali, na hiki ni kijiwe cha diaspora cha sisi Wazanzibari ambao tunaishi nje ya nchi yetu. Tunajaribu kuangalia masala yanayotokea ulimwenguni na yanayotokea kwetu pia, na kwa pamoja kujaribu kupata picha ya kilimwengu kwenye masuala ya kwetu na picha ya kwetu kwenye masuala ya kilimwengu. Maana yake ni vitu vyote viwili, globalizing local issues na localizing global issues. Wakati mwingine ndivyo ilivyo. Katika hali hiyo na sisi hapa ni kwamba tunaangalia yanayojiri kwetu, tunajaribu kupata picha katika mazingira yetu tunayoishi sasa, na pia mazingira yetu sasa kwa mujibu wa yale kwa yanayotokezea kwetu. Katika hili leo tumeamua kwa makusudi kabisa kuzungumzia thakala hii ambayo imekumba ulimwengu, janga la COVID-19, maradhi ambayo yanasambazwa na maambukizo ya virusi vya corona ambavyo bado vinaendelea kukabili ulimwengu, na tunavyofahamu kwamba hili wanasema kwamba wataalamu ni wimbi la pili la maambukizo ambalo linaendelea kuambukiza na kuwadhuru watu wengi, kwa sababu kama walivyotabiri tangu mwanzo ni kwamba wimbi hili litakuwa na athari kubwa sana. Miongoni mwa sababu ni kwamba baada ya kupungua kidogo kasi ya maambukizo katika wimbi la kwanza, watu walijisahau kidogo. Zile hofu ambazo walikuwa nazo mwanzoni zikaanza kuwatoka, na kwa hivyo sasa limekuja la pili linafanya kazi yake. Hapa tunaungana na wenzetu kutoka nchini Uingereza, Maalim Sabri Mohamed na pia Maalim Ibrahim bin Jafar, ambao tunakuwa tunao katika gumzo hili kujadili masala haya. Karibuni sana kabisa wenzetu kutoka nchini Uingereza. Karibuni kwenye gumzo la kijiwe cha diaspora. Asante. Salamu alaykum, jazakallah khair. Shukran. Asante sana kabisa. Kwa hivyo kama tulivyosema wenzangu kwamba leo tutaangalia, tumeamua kwa jambo hili lipangwe katika silsila mbili. Silsila leo kuzungumzia nadharia kwa ujumla wake, na kwa sababu sisi wataalamu wa afya hata kuzungumzia upande wa kiafya, sisi tunahusika zaidi na masuala ya kijamii. Kwa hivyo tuangalie kuhusu jamii, nadharia maradhi haya kijamii na mwelekeo wake, hasa panapohusika namna ambavyo sisi tuloko huku yanavyotukabili haya, tunavyoshughulika nayo, na kujaribu kuangalia kama tunaweza kugawana uzoefu na wenzetu walioko nyumbani na namna gani ambavyo wanaweza kukabiliana nayo. Labda tuanze tena kwako mara nyingine, Maalim Sabri. Pamoja na yote unashughulika na masuala ya kijamii, kwa hivyo tunataka hapa kupata utaalamu kutoka kwako, utaalamu kwa maana utaalamu wa kijamii katika eneo la kijamii hili, juu ya dhana nadharia hii ya maradhi ya COVID-19. Tafadhali Maalim Sabri. Sheikh Mohamed, asante sana kwa mara nyingine kutupa fursa hii adhimu, na ili na sisi kuweza kutoa mawili matatu, hususan husiana na janga hili kubwa ambalo linaitwa ni global pandemic. Kwa hivyo kama tunafahamu Sheikh Mohamed kwamba maradhi hayapewi hili jina la pandemic mpaka kwamba yafikie katika mpaka fulani. Kwa mfano maradhi yanapoanza akawa yamechukua sehemu fulani ya nchi yanakuwa ni epidemic. Tuna maradhi mingi tunaita such a silent epidemic, kama mfano masuala hayo ya high blood pressure, masuala ya cardiovascular disease wanaita, mambo yanahusiana na moyo, masuala yanaua lakini still ni silent epidemic. Lakini kwa ugonjwa Sheikh Mohamed mpaka ukaitwa ni pandemic, na maana huo umecross sasa, umepita ma continent, yani niseme mabara, nchi, mpaka umefika kwamba umezagaa ulimwengu mzima. Kwa hivyo nadharia iko vipi? Nadharia ni kwamba coronavirus, sitaki kwenda sana katika sayansi kwa sababu si mwana sayansi, lakini nimesomea tu taaluma ya public health kidogo, nimegusia. Kwa hivyo ni miongoni mwa orodha au jumla ya maradhi yanaitwa communicable disease. Kama tunafahamu Sheikh Mohamed, kuna maradhi ambayo mtu akiwa nayo basi anakuwa ni sana hatari kwake yeye tu yule muathirika, sio kwa wale watu ambao watakuwa wamemzunguka. Kwa mfano maradhi ya malaria, tuseme mtu akiwa na malaria au akiwa mfano anaumwa na kichwa, anaumwa na tumbo, haya ni mambo ambayo tunaweza kusema kwamba sio infectious disease, sio communicable disease, kwa maana uambukizaji wake hauambatani na watu wawili ambao kikaa, labda mtu akienda chafya au akikupa mkono na mambo kama hayo. Kwa hivyo ni mambo ambayo sana yanamwathiri yule muathirika zaidi. Lakini
Tukija katika hili janga la coronavirus, utakuta kwamba COVID-19 ndio jina lake limeitwa. Huyu virus ni highly infectious disease, Mohamed. Ni kwamba ni katika mambo ambayo mtu yani binadamu kwamba halimwathiri yeye tu, bali hata anapozungumza, kama kutoka kuna mita fulani uko karibu naye, zile droplets, zile chembe chembe za mate zikamwangukia mtu na akawa yeye akachukua mkono wake ule, basi akajigusa sehemu za pua au za mdomo, basi anaweza kwamba naye akaathirika. Kwa hivyo tunazungumza kwamba ni masuala ambayo yako highly infectious, kwa maana uambukizaji wake ni hatari mno sana. Tulikuwa na Ebola vile vile, ambao vile vile ilikuwa ni highly infectious disease, lakini ugonjwa huu umeonekana kwamba una maambukizo ya haraka sana na taathira zake zinakuja kwa nguvu, kwa kasi sana, na hata maafa yake vile vile, kwa sababu na kinadharia ni kwamba tulikuwa tunaamini, baadhi ya ndugu zetu au sisi wenyewe wa Afrika tulikuwa tunaamini labda sisi watu wenye asili, watu weusi wenye asili ya Afrika, hata wale wa Marekani weusi, tulikuwa tunaamini kwamba sisi naturally tuna strong immune system. Kwa hivyo tunaamini hivyo kwamba sisi ule uhimili wetu wa kiafya ni madhubuti sana, lakini hata takwimu zinaonyesha kinyume. Zinaonyesha kwamba hata huko Marekani, ambacho ni nchi ambayo imeathirika zaidi katika janga hili, walioathirika pia ni watu wenye asili za Afrika na asili ya Afro-Caribbean. Unaona, kwa hivyo ni watu katika vile vile genealogy zetu, katika mizizi yetu vile vile. Kwa hivyo si kweli kwamba ugonjwa huu kwanza hauathiri watu wenye rangi nyeusi, watu sisi weusi, au kwamba labda sisi kwa kuwa tuna asili ya Afrika kwa hivyo sisi kwamba ugonjwa huu kidogo kama tuko immune nao. Hicho sio kweli, lakini ukweli uko hivi kwamba kweli kitakwimu, Sheikh Mohamed, nakubaliana na WHO, wanatoa statistic every now and then kwamba ukilinganisha mabara, ukilinganisha nchi, bara ambalo halikuathirika zaidi, bara ambalo kwanza liko very, very low in terms of infections, ni bara la Afrika. Tunakubaliana na hilo, lakini hilo halimaanishi kwamba sisi kwamba tuko immune au sisi kwamba tusichukue tahadhari, kwa sababu mambo sasa tunaanza kuyaona yamebadilika. Kama nchi ya Afrika Kusini, nafikiri wanaadhibika sana na inaua sana nchi ya Afrika Kusini, pamoja vile vile na nchi ambazo ziko jirani kwetu kama vile Uganda, vile vile wako katika very very high infection rate yao, iko nakwenda vibaya sana, na vile vile Kenya. Kwa Tanzania kwetu bado haijazagaa vile, lakini still jambo lipo na linaendelea kusambaa. Labda Mwalimu Sabri, umetaja kuhusu hizi nadharia au dhana potofu ambazo zinaunganishwa na ugonjwa wenyewe na maambukizo yenyewe. Mojawapo hii ya kwamba imani kwamba sisi wenye ngozi nyeusi kwamba maradhi hayatupati, au kama akitupata hayawezi kuwa na nguvu hizo, kwa sababu miongoni mwa utani uliopo ni kwamba hii ngozi ishapokea kila kitu. Ishapokea malaria, ishapokea ukimwi, ishapokea Ebola, ishapokea kila kitu na vote vinadunda. Kwa hivyo labda pengine kwa sababu ya mtindo wa maisha, Mwalimu Sabri, mtindo wa maisha ambao upo katika jamii zetu unafanya kwamba hili lisiwe ni jambo kubwa na ni jambo ambalo linakuuzwa zaidi huku tuliko, kwa sababu kama wanavyosema yeye, piga sababu limeanzia Ulaya ndio maana limekuzwa. Kama unasemaje? Kweli nadharia hiyo ipo, Sheikh Mohamed, lakini kitaalamu tunapokwenda katika sayansi sasa, kwa sababu kuna dini iko mbali, kuna mila, kuna silka, kuna tamaduni, lakini when it comes to science, tunapokwenda katika kitaalamu hatuwezi kupuuza ugonjwa. Nafikiri utakumbuka fika, Sheikh Mohamed, wakati janga la maradhi ya ukimwi, nalo sio highly infectious kwamba mtu ukikaa na ukimwi pembeni yako atakuambukiza. Unajua kulikuwa kuna misconception na mtu akikugusa, no, haambukizi hivyo. Ni mambo ambayo ni sexual transmission disease ambayo tunafahamu. Lakini ilipoingia janga la ukimwi, tizama lilivyoondoa watu barani Afrika, kwa sababu kwanza kulikuwa kuna mambo mengi ambayo yaliambatanishwa na ugonjwa ule. Kwanza kulikuwa kuna stigma, kuna ile masuala kwamba mtu akipata ukimwi kama anatengwa, walikuwa ni aibu, ilikuwa ni haya, mpaka wale watu kukubali kwamba mtu bwana, haya mambo yapo, mgonjwa akipatikana katika jamii au mtaa anafichwa. Sasa umeona, yale ni mambo ambayo Sheikh Mohamed, ukikumbuka historia hata kwa Tanzania, Bukoba kama sikosei, kipindi cha Ali Hassan Mwinyi, mheshimiwa rais pale, watu wengi walifariki mkoa ule, na Tanzania kwa ujumla, Kenya watu wengi sana walifariki. Mimi nimeishi Uganda kama nilivyokuambia miaka mitatu, watu wengi sana tulieneshwa mpaka katika vijiji ambao wazazi wengi wote walipotea na wakapatikana watoto mayatima wengi sana. Ikawa sasa nchi imeingia katika
janga kwamba kwanza ishughulikie wale watoto, kutokana na kwamba vipi walijikaa na hizi stigma, walikaa na hizi nadharia kwamba kusema tunaona haya, lakini walipoamua sasa Uganda, tulipoamua Tanzania, tuliona sasa tukawa tunaanza kufanya mambo mingi, kama mfano kukawa kuna testing institution centers, watu wanakwenda wanatufanyia blood test, mtu kama ameathirika anajua, anaanza kupewa elimu mambo ya kinga katika jamii na mambo kama. Kwa hivyo ile level ikawa imeshuka. Kwa sababu gani? Awareness ya watu sasa ile janga lipo. Kwa hivyo tunakuja hapa Sheikh Mohamed, na mgonjwa huu kwa kuwa ni highly infectious, tumezungumza maambukizi yake ni yako haraka mno, na maafa yake yanakuja instantly, yanakuja papo hapo, hayakupi hata siku 2-3, kwa sababu yanakuja kuathiri lungs, mapafu. Na mapafu kama tunavyojua Sheikh Mohamed, ni mambo ambayo yanahusiana nini? Uvutaji wa pumzi, breathing system. Sasa ikiwa uvutaji wa pumzi, binadamu anategemea nini? Anategemea hizo pumzi angalau apate uhai. Sasa aishi. Hiyo mashine ya kuvuta pumzi na visaidizi vyake viko vimeathirika, inabana mtu anakuwa hawezi kusurvive. Halafu hata huo ugonjwa wenyewe huu manake ni ghali zaidi Sheikh Mohamed kuliko hata ukimwi. Hiyo mashine moja tu ya ventilation machine, sijui kwa pesa zetu za Tanzania ni mabilioni mangapi, maana ni pesa nyingi sana. Hata wenyewe wazungu vile vile wanataharuku. Kwa hivyo tuseme kwamba haya mambo yapo, lakini tusiyachukulie tukayakuza. Lazima tuende katika science. Science inasemaje? Na hatuwezi kuikataa science, kwa sababu science ina deal na facts. Inasema kwamba haya mambo yapo na ugonjwa upo na unaathiri watu na watu wanakufa, na tunaona, maana si kitu kama ni hadithi za hapo huko pakawa au visa vya hadithi Leila. Ni mambo ambayo yapo, kwa hivyo lazima tuyachukulie serious kabisa katika nyanja mbalimbali za kujiepusha nao. Naam, asante sana Maalim Sabri, asante sana kwa kutupa maarifa ya mwanzo ya kufungulia mazungumzo letu la Kijiweni la Diaspora. Maalim Ibrahim, uko nasi? Asante Maalim. Naam. Tunaishi katika dunia mbili tofauti, tunaweza kusema. Dunia mbili tofauti si kwa sababu ni sayari moja ni Earth na nyingine ni Jupiter, hapana, ni hii sayari moja, lakini panapohusika swala ambalo liko mbele yetu hivi sasa, ndio tumegundua kwamba namna gani hivi namna ambavyo tunaishi huku na wanavyoishi kwetu katika jambo hili pamekuwa tofauti kubwa sana, kwa sababu labda ni kwa sababu ya jamii zilivyojengeka na mambo kama hayo. Na ningetaka kujua hapa ni uzoefu wako binafsi panapohusika namna ambavyo hapo nchini Uingereza ulipo maradhi haya yanavyochukuliwa, na kwa sababu unatokea nyumbani, unapoweka mizania yako ukaangalia na nyumbani, kipi kinakujia kama Mzanzibari ambaye unaishi nje ya nchi yako? Asante sana Bwana Mohamed, na nashukuru sana kwa kunipa fursa hii ya kushiriki katika program hii kwa mara nyingine tena. Ama tukija katika swala ambalo umeliweka usoni kwetu tulijadili, mimi kwa uzoefu wangu kama unaposema, nikilinganisha nyumbani na tukichukulia hapa tulipo, kitu ambacho naweza nikakiona dhahiri shahiri kwa bayana ni kwamba kwa huku tulipo, nchi kama Uingereza na jumla ya nchi nyingine nyingi tu za Ulaya na za Amerika, namna wanavyolichukulia janga hili ni katika hadhari ya hali ya juu sana, na katika level zote. Tukija katika level za watu binafsi, mtu mmoja na mtu mwingine wamelichukulia katika tahadhari ya hali ya juu. Lakini hata kama tukichukulia kwa mfano serikali, vyombo vya afya kama Maalim Sabri alivyosema katika mambo ya public health, wamelichukulia suala hili kama ni janga kubwa sana, hawajalichukulia kirahisi. Na ile imesababisha, kwa sababu wao wenyewe wamelipa umuhimu wa hali ya juu, wamelipa ile kipaumbele katika kulishughulikia kwake, imeunda mwamko miongoni mwa jamii yao nzima kwa ujumla, kwamba wajue kwamba hili sio suala la kulifanyia masahara. Na kwa sababu wamelipa aina hiyo ya umuhimu, kwa hiyo tunaona ile
tunaona ile athari zake tunaanza kuziona na tunaona pia namna ambavyo hatua wao wanavyozichukua vipi zinaweza zikapunguza zile taathira ambazo zingeweza kusababishwa na aina hii ya maradhi. Nikirudi tena mwanzo katika introduction au katika mukaddimati, tuseme utangulizi ambao Maalim Sabri ameuzungumza, na hususan masuala ambayo uliokuwa ukijaribu kutaka kuyajua kutoka kwa Maalim Sabri, ni kwamba pale aliposema labda sisi watu weusi tumezoea harakati hizi, watu ambao tuna asili ya Kiafrika, wa asili za Kijamaika au kama kule Marekani, African American au aina hiyo ya watu, ukichukulia inawezekana ikawa kweli imo katika akili zetu, ikawa kama kuna misconception hiyo, lakini ukweli wa mambo, maradhi yanapokuja, sisi tuna kila kitu kinacholingana binadamu wote, iwe wa China, iwe wazungu, iwe wa Afrika, kuna vitu ambavyo tunalingana. Kwa hiyo kwa ikitokezea athari inawakumba wote. Kwa hiyo na sisi wa Afrika hatuwezi kusalimika. Probably labda tungiweza tukatoa reason labda kwa hali ya hewa ya huku baridi huku vipi, labda hiyo ingeweza kuwa ni reason, lakini kwa mfano watu weusi kama sisi ambapo tunaishi katika jamii ya watu weupe, kiwango chetu cha kuathirika ima ni sawasawa, au pengine sisi watu weusi inawezekana ikawa kikubwa, kwa sababu moja tu, wenzetu watu weupe wazungu wanachukua hadhari za hali ya juu, na ndiyo maana utaona miongoni mwa watu weusi, ukichukulia na miongoni mwa watu weupe, basi utagundua kwamba walioathirika zaidi ni katika jamii za watu weusi kuliko zile za watu weupe, ukichukulia katika ile demography yao. Yani kwa sababu wao wako wengi, kwa hiyo rate yao ya kuathirika ukilinganisha na uchache wetu, rate yao ya kuathirika, na maana rate kubwa iko kwa upande wetu. Hii ni kwa sababu wao wamejifunza kwamba tahadhar kabla al-athar. Kwa hiyo wanachukua tahadhari za hali ya juu. Sasa ndio hali kadhalika tunaporudi nyumbani kwetu, kule tunakotokezea, utagundua kwamba sisi hatuchukui hadhari ya aina yoyote katika kukabiliana na maradhi haya. Labda tunahisi kama hayapo, hatujaamini kama yapo kweli, au pengine labda tunaendelea, tuna utamaduni wetu au na taratibu zetu ambazo tumezoea kwamba maisha yaendelee kama kawaida, wanasema business as usual. Pengine inaweza ikawa hayo ndo mambo ambayo mimi niliojifunza katika hizi dunia ambazo umeziita dunia mbili, tofauti yake ile. Naam. Lakini labda kitu kingine Mwalimu Ibrahim ambacho kinawezekana kikawa pengine ni sababu ya kuchukulia jambo hili tofauti, kile ambacho wanasema maradhi haya au maambukizo haya ya corona yamekuja na marango. Maana yake ni kusema kwamba yanataka manake maradhi ya minal ali hivi vile alivyo, sijui uvae barakoa, sijui uoshe mikono mara kwa sabuni, sijui usikutane na watu, ujitenge na watu, ujifungie ndani. Maana maradhi ambayo yana nyodo, tunavyoweza kusema, yana masharti yake makubwa sana. Sasa unapochukulia mjengeko wa kimaisha wa jamii zetu za nyumbani, ambako kwako wewe kutoka nje ya nyumba yako ndio sehemu ya maisha yako ya kila siku. Watu wengi katika jamii zetu wanaishi maisha ambapo ili aweze kula na watoto wake lazima atoke nje akitafute kwa siku ile moja, na wakati mwingine kwa mlo ule mmoja. Maana kusema kwamba akiweza kutoka asubuhi akaenda akatafuta cha mchana, ili akipata cha usiku mpaka atarudi na akatafuta chingine. Wako jamii ni wengi wetu, watu wetu wengi wako hivyo. Na kuna kwa mujibu wa mjengeko wetu pia wa kimaisha, unakuta pia mkurubiano, watu kukaribiana baina ya watu ndiyo maisha kila siku. Sisi huku tuliko tunaishi katika maisha tofauti, kwa sababu mfumo wa maisha pia umeutengeneza hivyo. Ni mfumo ambao hautaki watu, ni mfumo ambao wewe ukijitenga na watu bado hujakuwa mtu mbaya wala hujakosa jambo. Sasa ndio nasema kwamba hapa, unasemaje kuhusu hili, kwamba je, ni kwa sababu ya watu kutochukua tahadhari ya kuyachukulia maradhi yao mani poa, au ni kwa sababu ya maisha yao yalionayo? Mawili mimi naweza nikakujibu hivyo, Sheikh Mohamed, kwamba la kwanza ni kwamba
kama ni mtu binafsi una wajibu wa kuchukua tahadhari zote kadiri iwezekanavyo. Kwa hiyo huo ni wajibu wa mtu binafsi kwanza. Kwa hiyo kama tutaitakidi kwamba haya ni maradhi poa, au kama tutaitakidi kwamba haya ni maradhi sugu ambayo yanaweza yakaleta taathira kubwa katika jamii, haitoleta tofauti katika swala hili. Na vile vile hali zetu, kwa sababu ni hali duni za kimaisha, kuna baadhi ya mambo ndio kweli mimi nakubali kwamba tusingiweza kuiga sehemu nyingine. Kwa mfano kama vile ambavyo tunazungumza sisi, kuna hicho kitu ambacho kinaitwa lockdown kwa mfano, ambapo wengi kati yetu sisi tunalazimika kukaa ndani, tusitoke nje, ili kuepusha ile maingiliano kati ya mtu na mtu, nayo ikawa ni sehemu vile vile ya kuchukua tahadhari watu wasije wakaambukizana kwa wingi. Kwa hiyo kwa sababu wana uwezo mkubwa wa kiuchumi wenzetu, kwa hiyo wanaweza kutumia teknolojia walionayo. Kwa mfano kama tunashauriwa to work from home, kufanya kazi zetu, lakini tunakaa nyumbani tu ndani ya nyumba zetu na huku kazi zinaendelea. Na kwa kwetu sisi pengine ingeweza kuwa ni swala gumu, lakini pia kuna portion ya watu ambao wao lazima watoke nje. Kwa hiyo pale ambapo ilipokuwa inatafsirika kwamba kiwango cha maambukizo kikubwa sana, hata wale ambao walilazimika lazima watoke nje, nao walikatazwa, wakaambiwa hapana, msitoke nje, kaeni ndani. Na kwa sababu serikali zao zina uwezo mkubwa wa kiuchumi, zikasema kwamba kama itakuwa issue ni hamna chanzo cha kupata kipato, kaeni ndani na sisi tutakusaidieni. Kwa hiyo wakawa wanasaidiwa kwa kiasi kikubwa sana kipato chao na serikali. Kwa hiyo wao wanakaa ndani na pesa inaingia mpaka pale ambapo hali itakapokaa sawa. Kwa hiyo ni kweli kwa hayo pengine sisi tusiyaweze, lakini yale ambayo yapo katika uwezo wetu, mimi sioni kama kutakuwa kuna sababu kwa nini tusiyatekeleze. Mfano kama Maalim Sabri alipozungumza kwamba kwa kiasi kikubwa sana haya maradhi tunajipa sisi wenyewe, na yeye ameeleza katika njia nyingine, lakini mimi naieleza katika namna hiyo. Tunajipa sisi wenyewe vipi? Kwa sababu wataalamu wote wa afya, kuanzia matabibu pamoja na watu wenye kusoma hizo elimu za maradhi ya uambukizaji, wote wanatufahamisha kwamba virusi hivi vya COVID-19, wengine nafikiri sasa hivi tafsiri nzuri ya Kiswahili wanavita uviko, yani ugonjwa wa virusi vya COVID-19, uviko 19. Kwa hiyo wataalamu ambao wamejifunza maradhi hayo ya uviko 19 wote wamekubaliana kwamba virusi hivi haviko airborne. Manake sio kwamba vinasambaa katika hewa, kwamba wewe ukivuta tu hewa katika ile hewa itakuingia tu. Hapana, wamekubaliana kwamba unapozungumza unakuwa unatoa baadhi ya tembe tembe za hewa au za matemati kidogo, ambazo zile ukizungumza zinakwenda katika distance fulani, ambapo ukiwa uko karibu inaweza ikakuangukia ile, lakini still bado wewe kupata maradhi utayapata maradhi kwa sababu vimekuangukia vile. Utapojishika halafu ukachukua kitu unakula, ina maana unavisaidia kuingia ndani ya mwili wako, na pale ndio wao hivyo virusi vitaanza kukuathiri. Au njia nyingine, umejikuna ndani ya pua, kwa vyovyote vile mkono wako ukisogea mdomoni au ukisogea puani, unavisaidia kuvipeleka wewe mwenyewe ndani ya mwili wako. Na ndiyo maana tunashauriwa tuvae barakoa, kwa sababu hata unapozungumza virusi kama unavyo vitabaki ndani ya barakoa yako, havitotoka nje kumpa mtu mwingine. Na tunashauriwa tunawe mikono vile vile, kwa sababu kama ulivikamata kabla hujatia kitu mdomoni, na kwa tayari wewe umeshaviondosha ndani ya mkono wako. Haya hayahitaji uwezo mkubwa wa kiuchumi. Haya ni mambo ya sisi wenyewe tu kujua ukweli kwamba hili swala lipo na ni janga. Na kwa kumalizia, nitakupa mfano kwamba sisi tunaweza, katika miaka ambayo, na nadhani tutakumbuka majority yetu sisi kwa watu ambao wana umri kama wakongo mimi, ilitokezea katika miaka ya 70, ilizuka maradhi ya kipindupindu kwa mara ya mwanzo katika visiwa vyetu vya Zanzibar. Na hali ya tahadhari ambayo iliyochukuliwa, na kwa sababu tulikuwa tuko wadogo, lakini tuliambiwa kwamba kuna karantini, hakuna kutoka nje.
Mimi katika kumbukumbu zangu ninakumbuka hasa kwamba mzee wangu alikuwa yuko ndani, ambaye yeye ndio alikuwa akitoka kwenda kutafutia si chakula. Kwa hiyo yeye alikuwa yuko ndani time zote, isipokuwa mara moja alikuwa anaruhusiwa kutoka kwenda kutafuta mkate au kwenda kutafuta chakula. Kwa hiyo hata kwa uwezo mdogo wa nchi kama zetu sisi tuliokuwa nao, lakini kwa kugundua kwamba janga la kipindupindu lilikuwa liko kubwa sana, kwa hiyo tulifanyiwa hiyo kitu inaitwa quarantine, tusitoke nje, na tulisurvive na tuliweza kupita katika kipindi kile kigumu, hali ya kuwa tumepunguza kwa kiasi kubwa ile maambukizo ya yale maradhi, na mpaka pale ambapo ilipokuja kupatikana kinga na hivi na nini, ndio pale kidogo serikali ikaanza kurelax katika misimamo yake. Sasa haya mambo yanawezekana, sio kwamba labda tuige nchi za wenzetu, lakini angalau tuanze kuwa tuna muamko wa kujua kwamba hili ni janga, na tusipolishughulikia sasa hivi hili janga litatafuta njia ya kutushinda sisi badala ya sisi kulishinda hili janga. Naam. Asante Mwalimu Ibrahim, kwamba tusipolishughulikia na tushughulikia sisi, na kweli linashughulika vizuri sana kabisa. Mwalimu Sabri, kwako wewe sasa, kuna hili swala zima la mchango wa tamaduni zetu, mila zetu pia katika maradhi ya thakili kama haya, unazungumziaje? Sheikh Muhammad, nafikiri katika gumzo letu lililopita, napenda nimfanyie reference. Sheikh Ibrahim alisema kwamba mila si msahafu. Mila ni mambo ambayo ziliundwa, ni mila, ni tamaduni ziliundwa na wazee wetu, na zilikuwa nzuri, zipo nyingi tu nzuri sana, na nyingine mpaka hivi sasa tukazirithi sisi. Sasa kuna miongoni mwazo hizi mila, Sheikh Muhammad, si vibaya kama sisi watu wa sasa, hususan katika dharura, tunazungumza katika kipindi cha dharura, hata katika dini, hata katika sayansi, kuna vitu vinaitwa exceptional case, hata kwenye sheria, si ndio bwana? Hata wenyewe wanafiki kidini wanasema yajuzu fil idtirari ma la yajuzu fil ikhtiyar. Kwenye dharura unaweza ukaruhusiwa kitu ufanye, lakini katika hali ya kawaida huruhusiwi. Kula nguruwe sisi Waislamu haturuhusiwi, lakini kwenye dharura inabidi ule. Sasa mila tunazo, mila zetu zinasema vipi? Sisi ni watu very communal society, maana yake tunapeana mikono mara kwa mara. Mtu kuna harusi, mila zetu tunakusanyika misikitini, kwenye matanga, kwenye vifo. Hizi ni mila zetu. Lakini sasa je, inapokuja mambo ya dharura, emergency, je, tudumishe mila au tuokoe maisha? Sheikh Ibrahim pia akazungumza hapo kwamba the priority here, nafikiri priority sio kwa Kiswahili litafsiri vipi, manake kipaumbele. Asante. Kipaumbele chetu hapa nini Sheikh Muhammad? Kwa sababu mila na tamaduni na silka zetu lazima ziwepo, lazima tuzienzi na lazima tuzikuze. Lakini ikiwa kuna mila ya kusema kwamba mtu utoponiamkia, kuna mila yetu sisi tunasema ukiniambia shikamoo au chechei au subal khairi au salamu alaykum bila kunipa mkono, manake hukuniamkia, wewe mtoto huna adabu. Unaona, hii ni mila na ni miongoni mwa miko yetu sisi Waswahili. Ukimwambia mtu shikamoo lazima umpe mkono au chechei umpe. Sasa je, katika janga kama hili kweli tutadumisha mila Sheikh Muhammad? Haiwezekani. Mtu anakuambia bwana, kama hujasali msikitini unaenda kusali jamaa bwana, hujasali bwana, wewe Muislamu gani bwana? Ndio, katika hali ya kawaida. Kwani hata hiyo dini pia inatuambia kuna mazingira kidini ya kisheria wewe hutakiwi kwenda kusali jamaa msikitini, hali ya hewa ikiwa mbaya, kwa kuna joto kali ile ambalo inaweza likakukausha, kwa maana kwamba maji hakuna, au baridi kali kwa inaweza ikaathiri maisha yako, au kuna security, lack of security, kuna hofu, hutakiwi kwenda msikitini kusali. Kuna janga kama hili la maradhi, mtu atakwambia bwana, kama hukusali msikitini jamaa bwana, huna sala wewe, usijidanganye. No, hii ni dini ambayo vile vile imeingizwa katika mila zetu ambazo lazima na ni kitu kizuri, sala jamaa tunajua. Lakini je, katika dharura kama hii, kwa nini tusisali majumbani? Haya, tuseme kwa wale ambao tutaambiwa tusali, tutaamua kwenda msikitini, lakini pia bado misikitini nyumbani kwetu Zanzibar, tunaona Tanzania, hatuoni kwamba, maanake kuna hatua zile za kiafya zinachukuliwa Sheikh Muhammad. Watu hawavai mask kama alivyosema Sheikh Ibrahim, barakoa hazipo, na hususan watu wanazungumza kwa kejeli kabisa, wanasema bwana wewe, kama kufa tushaandikwa kufa bwana, wewe unaogopa kufa bwana wewe. Sasa yule Mungu aliyosema ya ayyuhalladhina amanu khudhu hidrakum, enyi mlioamini chukueni tahadhari zenu, take your precautions, akikusudia nini?
Kwa hivyo kuna mambo ambayo binadamu mwenye akiyafanya kidini au kimila na akajipelekea kwamba nafsi yake kadhurika, basi huyu ataingia katika wale watu ambao wamejiua, wamejidhulumu. Na Mungu vile vile anasema wala tulqu biaidikum ila tahluka, msifanye mambo kwa mikono yenu mkapenda mkajiangamiza, ukaja ukachukua sumu ukajila, au ukajiweka barabarani ukapondwa na gari, au ukafanya mila au tamaduni Sheikh Mohamed ambao unayakini kwamba nikimpa mtu mkono ovyo ovyo nikikaa tu. Haya ni mambo ambayo kwa hakika yanahatarisha afya, hususan katika kipindi. Kwa hivyo masuala ya kukaa vijiweni, masuala ya kupiga soga katika maskani zetu, masuala ya mijumuiko ya matanga, hatusemi watu wasiende mazikoni, lakini basi serikali iseme au mashirika zetu waseme kwamba jamani, kwa sasa hivi kwa mujibu wa emergency iliyokuwa sasa hivi, basi maziko tutaruhusu watu 30 au watu 40 full stop, na wakifa watu 30 wenyewe lazima wavae mask, halafu wawe ni jamaa wa karibu, halafu wakija vile vile waache nafasi baina yao. Kwa hivyo maziko yatafanywa, kusali watu watasali, na mambo mengine watu watakwenda markiti, kama tulivyozungumza kwamba hatua nyingine ambazo zinafanywa na nchi ambazo zilizoendelea haziwezi kufanya kazi katika nchi. Lakini huu mujtamaa wetu, je, unao mwamko? Tatizo kwanza ule mwamko wenyewe haupo. Vyombo vya habari vyetu Sheikh Mohamed ni kwamba tuna TV, kuna ITV, kuna vyombo chungu nzima 24/7 masaa 24 vinatoa habari nyingine. Tunaona habari za siasa, habari za utamaduni, kama tunavyofahamu kazi za media, kuhabarisha, ku-entertain, yani kuburudisha, wanatoa elimu ya mambo mengine. Lakini je, elimu ya janga hili ambalo linaathiri ulimwengu, je, mbona hatuioni inakaririwa kila wakati? Mbona hatuoni demonstrations kwamba watu wanachora? Ima kuna kipindi kile Sheikh Mohamed katoa mfano mzuri sana, Sheikh Ibrahim, wa masuala ya maradhi ya kipindupindu. Tulikuwa tunaona hata kilipokuja kwa mara ya pili, mpaka tamthilia zilikuwa zikiigizwa. Sheikh Mohamed, nipe nakumbuka kilikuja kipindi wakati sisi pia tuko pale wadogo na walikufa rafiki zetu vile vile, shanifahamu, lakini tamthilia zilikuwa katika TVZ, kipindi kile TVZ, sasa hivi inaitwa ZBC. Sawa, tukiona tamthilia kwamba wewe mtoto kiona hili ni janga hili, lazima jamani tu. Kwa hivyo tamthilia hazifanywi, hakuna report ambazo manake ziko wazi ambazo zinaonyesha jamani kuna mtu kafa, sasa tujihadhari. Kwa hivyo mimi nasema kwamba mila zetu zinachangia, lakini na vile vile tusilaumu mila tu, basi vile vile na sote lazima tujiunge na sote tulivalie njuga hili swala. Kama ni mwalimu, kwa wanafunzi wako lazima uambie. Kama ni mtu wa habari ambao wewe ni watchdog, ambao una jukumu la kuhabarisha na kutoa mwamko katika jamii, lazima tuzungumze hii habari kwamba ieleweke. Isiwe ni swala kwamba watu wamlaumu rais tu, lakini rais hajatangaza. Si swala la kumlaumu mheshimiwa rais tu, ni swala ambalo kila mtu achukue tahadhari. Nafikiri tukifika hapo tutaweza kujikinga vizuri. Naam, lakini sasa linakuja swala hapa, najua kwamba muda unatusha mkono, lakini linakuja swala hapa Maalim Sabri, ambalo vipi katika mataifa ambapo kwa sera yake, sera kwamba mwelekeo wa kinchi kama ilivyo, wameshaamua kwamba wao hawashughuliki na corona. Manake katika mataifa kama haya ndio sisi ambapo sera ya nchi na mwelekeo wa kinchi unakubali kwamba corona, tunashughulika na corona, tunapambana nayo, sawa. Unaweza kupata kama hivyo, ukaangalia dhima ya vyombo vya habari, dhima ya taasisi za kidini, dhima ya taasisi nyinginezo yani za kijamii. Lakini katika mataifa ambayo kwa sera yake au kwa matamko ya viongozi wakubwa wameshaamua kwamba hapa corona si jambo la kulizungumzia, utamlaumuje Maalim Sabri, chombo cha habari au hata taasisi za kidini kama hazishughuliki jambo hilo? Ni kweli maneno yako unavyozungumza, leaders should lead by example. Lazima viongozi, nafikiri hii ni kanuni miongoni mwa ethics of leadership. Miongoni mwa kanuni ama niseme misingi au misingi ya uongozi ni kwamba viongozi lazima waonyeshe mfano katika uongozi wao. Hili nakubaliana nayo. Na kama uongozi utakuwa hauko makini katika swala fulani, tizama kwa mfano ujio wa Dr. Hussein Mwinyi katika kipindi kifupi tu alipokuwa serious, maana alipokuwa makini katika swala la corruption, swala la ubaguzi, amesema ayana, maana dhahir shahir, mpaka mawaziri chungu nzima wamekuja mambo ya dhulma. Tizama unavyozungumzia, tizama Zanzibar ilivyobadilika kwa muda mchache tu, yani hata nusu mwaka haujafika.
tunazungumza miezi miwili mitatu, lakini 100 Zanzibar manake Zanzibar imerudi hali yake ya zamani ile kwamba Zanzibar ni njema atakayeaje. Why? Kwa sababu ule mpini, na ndio maana sisi huyu kiongozi juu tunamuita rais. Rais ni neno la Kiswahili lakini tumelitoa katika neno la Kiarabu. Rasun katika neno la Kiarabu manake ni kichwa. Na ndio maana hichi kichwa kikekwa juu manake hichi ndo aibu zote na ndio kinaanza kupambana nacho. Kwa hivyo rais manake ni mtu ambaye ni yeye ndo, ikiwa lawama, ikiwa ni pongezi atapokea yeye zaidi. Kwa hivyo tunasema kwamba sawa, sisi tunafahamu kwamba katika nchi zetu bado kuna uficho fulani. Nafikiri kwa hatutaki kwamba labda harakati zetu za kiuchumi ziathirike. Mimi nafahamu kwa sababu baadhi ya mataifa yetu hususan kama Tanzania wanahisi labda kwamba tutapotangaza sasa dhahiri shahiri Sheikh Mohamed kuna virus, hawa watu wanakufa, jamani tutahofisha watu. Sasa wao wanaona kwamba tukihofisha watu harakati za kiuchumi zitadumaa, na harakati za kiuchumi zikidumaa na maana nchi itakosa pato, na nchi ikosa pato na maana uchumi utakuwa hauendi. Lakini sasa je, tunauliza swala kubwa zaidi kuliko hilo. Je, miongoni mwa resources zote hizi ambazo Mungu atuletea, teknolojia, madini, kila ni resource gani bora zaidi kati ya vyote hivi? Binadamu. Kwa hivyo human resource, binadamu ndio resource kubwa zaidi. Kwa hivyo tusiogope aibu, tusiogope kwamba labda revenue zetu, labda mapato yetu ya serikali yatakuwa madogo kwa kuhatarisha hawa watu, kwa sababu hawa watu tukiweza kwa protect, kwa dhibiti, hawa ndio watakuja kufanya nini? Watakuja kila leo, kwa sababu mtu akiwa na akili ikiwa soba, akili yake ikiwa iko nzuri na nasiha, maana akili lazima iendane na nasiha, ina maana yeye ndio ataunda vifaa kama robot au kama wenzetu wa Jerumani, makampuni mengine vile vile kwani hapa makampuni mangapi yamefilisika mpaka sasa hivi, mpaka amefunga kabisa. Lakini hawajali kwamba hayatakuja makampuni mengine. Wao wako katika kufanya kuhakikisha kwamba usalama wa watu Sheikh Mohamed upo katika hali nzuri, kwa sababu hawa watu human resource is the best resource. Hawa ndio manake ndio kitega uchumi kikubwa zaidi kuliko hawa marobot, kuliko hawa makampuni, kuliko hivyo viwanda. Viwanda wacha vife, makampuni wacha yawe bankrupt, lakini hawa watu ambao tunawaprotect hawa ndio watakuja kuunda makampuni bora zaidi na katika ufanisi zaidi. Kwa hivyo mimi nasema kwamba ndio kama unazungumza kutoka kuna ugumu fulani, lakini bado tunalo jukumu la kwamba lazima tuhabarishe na lazima tuhakikishe kwamba tunachukua tahadhari. Na mimi nafikiri it's about time, kwa sababu sasa tumeona mjitama wenyewe unaanza kuchukua tahadhari baada ya kuona kulikuwa kuna ujio mwingi au ujio mkubwa wa watalii, niseme kama tulivyozungumza masuala ya uchumi au kutoka Europe, watu walikuwa wakitoka huku wakiingia pale. Sasa sawa, walikuwa wamekuwa tested na kila kitu, lakini tufahamu impact yake. Okay, in return tumepata pato zuri katika tourism industry, tuseme labda sekta yetu inazidi kuwa, lakini miongoni mwa maambukizi tunaona waliowaleta nani? Kwa sababu Tanzania of course kipindi chote hichi masuala ya China nini, watu walikuwa hawasafiri, hawaendi huko, bado huko kote kuna vikwazo, lakini hao walokuja sasa ndio yale tunazungumza. Kwa kuwa ile attitude au wale wenyewe wa Tanzania, wale wenyewe sisi kwamba tumeona kwamba huu ugonjwa sio bwana kama vile nini, sisi tupo vizuri tu. Kwa hivyo yale maingiliano baina yetu sisi na hawa pengine ni miongoni mwa chanzo kilichopelekea kwamba sasa tumeona kwamba watu wameathirika. Lakini naamini kwamba kwa madhubuti wa serikali hii ya sasa hivi ambayo tunaenda nayo, Mheshimiwa Dr. Mwinyi, naamini hatua za msingi zitachukuliwa katika kulidhibiti janga hili. Asante sana Sheikh Mohamed. Na asante sana Maalim Sabri. Sheikh Ibrahim, najua kwamba muda unatumalizikia sababu kuna assignments au majukumu mengine ambayo mmejipangia, lakini tumelichokonoa kidogo ile swala lenyewe kama nilivyosema kwamba angalau tuwe na vikao viwili hapa kijiweni kuzungumzia swala hili, na leo kikao cha kwanza. Kwa vikao kinachofuatia kwa mapenzi ya Mungu tutaendeleza haya, na bila shaka tukipata wakati wa saa pia wa kualika wenzetu wengine ambao wanaishi huku nje ambao wenyewe ni taaluma yao hii ya udaktari, matibabu na tiba, tutafurahi zaidi na pengine tutapata inshallah ili watuelezee wao kama wana diaspora na pia matabibu katika eneo katika wavunifani yao hii wana kauli gani kwa ajili ya kutusaidia sisi na kuwasaidia wale kwa nyumbani. Mimi nataka kusema tu kuambia wenzetu watuangalia hapo kabla hatujafunga kipindi kwa shukrani kwamba corona si aibu. Corona ni maradhi kama maradhi mengine yote yale, na kama ambavyo tumeona kwamba ni shida sana katika hali ya kawaida kujikinga nayo usiyapate maradhi yenyewe, lakini ni jambo linalowezekana kujikinga.
ingawa ikibidi kuyapata usijihisi kwamba wewe umepata aibu ukahoteka kwenda kupima, hoteka kushughulika nayo, hoteka kushughulisha. Mimi ambaye naongoza kipindi hiki nilipata corona, si mimi tu, na familia yangu nzima, nyumba nzima tulipata corona. Tukakaa ndani kwa muda wa wiki 2, baadaye wakaamua tuongeze wiki nyingine moja, tukakaa kwa wiki 3 ndani, lakini tukatoka salama salimini. Si kwamba tulilazwa hospitali tukalazimika, lakini tulitakiwa tukae ndani, tujifungie, tusitoke nje. Tutakiwa kwamba, lakini kama tulivyosema mwanzo, bila shaka mfumo maisha huku na kule ni tofauti. Hapa unakuwa ndani bado unaweza ukapata sikia ukala. Bahati mbaya kwetu, kama tulivyosema wengi sana, ukikaa ndani ndo huli, ndo maisha haendi. Lakini kuna njia za kutahadhari, na mara ukijiona kwamba mwenyewe binafsi umeanza kupata dalili za maradhi hayo, na zimesema sana, tumesema si pahala pake kuzungumza hapa, basi hakikisha kwamba una jukumu pia la kumlinda mwenzako, kwa sababu kama unajihisi umeambukizwa halafu ukatoka ukaenda kwa mtu ovyo ukawa hujali kama umeambukizwa, wengine wakaambukizwa na akaumia zaidi, wewe maana bila shaka wengine wanaumia zaidi kuliko wanapoumia. Kila mtu ya maradhi anapoyapata yanamchukua hali yake. Asilimia kubwa ni wale ambao hayataangusha, lakini iko asilimia ambayo yataangusha na wengine yatachukulia maisha yao. Vipi ukijisikia kwamba kwa sababu umetoka wewe na maradhi yako na unajua unayo, ukaendelea maambukizo wengine, mtu akapoteza maisha kwa sababu umeambukiza, hujihisi kama umemuua? Kwa hivyo tafadhali jamani, tujue kwamba tuna wajibu wa kibinadamu na wajibu ule tutekeleze. Basi tuagane hapa leo wenzetu katika gumzo la kijiweni hapa kwenye diaspora. Tulikuwa naye hapa Maalim Sabri Mohamed na Maalim Ibrahim Jafar kutoka nchini Uingereza, na kwa mapenzi yake Mungu tutaenda hapa wiki ijayo. Assalamu alaikum wa barakatuh. Kwa heri jamani.